Leo nimekuja kwa jambo kubwa hili moja. Na si jambo jingine, bali kwanza kuwashukuru wanamchinga, pili kukishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, tatu kuwashukuru wana Mji Mwema, na mwisho kabisa kuwashukuru ninyi, manake nyinyi hamtoki Mji Mwema pekee, nyinyi mnatoka kwenye vitongoji vyote ambavyo vinaunda Mji Mwema. Nasema asanteni sana. Lakini sambamba na hilo, kwenye shukrani vile vile nimshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan. Na ninamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, jana Mchinga ilisimama. Ilisimama kwa ajili ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jana asubuhi Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa, yani nchi zote, yani dunia yote ilikuwa inamwangalia Daktari Samia Suluhu Hassan. Asubuhi Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa nchini Tanzania, katika mkoa wa Lindi, katika jimbo la Mchinga. Hiyo ndio Tanzania ya leo, na hiyo ndio Mchinga ya leo. Kwa hiyo Mchinga jana ilionekana duniani kote, kwa sababu anapokuwa Mama Samia dunia nzima inajua. Kwa hiyo sisi kama wanamchinga tumepata bahati kubwa jana ya kuwa na mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio kote Mama Samia anapita. Kuna baadhi ya maeneo anapita na baadhi ya maeneo wanapita wengine. Sasa sisi kwetu Mchinga tena ndio alikuja kunywa chai asubuhi. Kwanza nataka kuomba kura, kwa sababu hilo ndo jambo lililotuleta hapa. Ninaomba kura kwa viongozi watatu. Kiongozi wa kwanza ninayemuombea kura ni Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wa CCM. Lakini kabla sijaomba kura, mwenyekiti Bwatamu hapa alisema, na ndio maana hata nilipokuja kuanza kusema nilikishukuru chama changu, kwa sababu tulianza uchaguzi ndani ya chama, tulipomaliza ndani ya chama hatimaye tukaja nje kwa wananchi. CCM oye! Ndani ya chama tulimaliza, tumekuja nje kwa wananchi. Jana Mama Samia baada ya kutoka Chinga akapiga hodi Ilulu pale. Ule mkutano ndio ulikuwa mkutano mkuu wa mkoa wa Lindi. Pale Kilwa ilikuwepo, Liwele ilikuwepo, Ruangwa ilikuwepo, na Chingwea ilikuwepo, Mtama ilikuwepo, Lindi mjini tulikuwepo, Mchinga sisi wenyewe tulikuwepo. Nani mwingine tumebakiza? Liwale naye walikuwepo. Kwa hiyo wote tulikuwepo pale. Na ndio maana hata wale waliotoka upande ule wa marafiki zetu
walikwenda kuthibitisha kwa mkuu wa nchi, ambapo mkoa mzima ulikuwepo pale. Sio jambo unajua baruani amerudisha kadi, amerudi CCM, mkoa mzima ufanye nini? Usikie. Jana ndugu baruani amerudisha kadi na kujiunga na Sasa kwa muktadha huo, Chama cha Mapinduzi kwa upande mwingine ule wa upande wa marafiki zetu, kuna aliyebaki? Kuna aliyebaki? Hivi mwenyekiti, kuna mtu amebaki kule? Hamna, wote wamesema ya kwamba sisi tumebwaga manyanga, hakuna mwingine zaidi ya Salma Rashid Kikwete. Ngoja nimalize. Halo. Unacheza na Daktari Samia wewe. Unacheza na Daktari Samia wewe. Hapana chezea Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapana chezea Salma Rashid Kikwete, mke wa rais mstaafu wa awamu ya 4. CCM oye! CCM oye! Na ndio maana tunasema wanamchinga tarehe 29 ikifika tunatiki. CCM oye! Hapo mpo Hapo vipi Unajua kwa nini hapana chezea Salma Rashid Kikwete? Kwa sababu kubwa zifuatazo. Tumekuja jimbo la Mchinga. Tulipokuja jimbo la Mchinga, jimbo hili lilikuwa haliunganiki kwa barabara. Jimbo lilikuwa limefungika hili. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema, ndio alikuja kunishika pale mkono, njoo diwani. Yuko wapi diwani? Huyu anaitwa Hamza huyu. Sasa Hamza huyu, hapa kuna S ni nani? Hapa kuna S ni nani? Na hapa kuna H ni nani? Hamza. Kwa hiyo Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo Kitomanga tunatiki kwa Samia Suluhu Hassan. Maana yake nini? Tunatiki kwa Samia, tunatiki kwa Salma, tunatiki kwa Hamza, ambaye Hamza huyu jina lake ni, utalikuta kule linaitwaje? Msagula. Hamza Hamisi Msagula. Kwa hiyo ndio maana ile S hapo vipi? Mmenielewa Sasa Bwana Msagula, Bwana Hamza kakae, Mama Samia Suluhu Hassan
ametufanyia mengi, na yote hayo yamesemwa. Hivi mimi nina sababu tena ya kuyaeleza wakati wote mnayaona? Tumeleta maji, tumeleta barabara, tumeleta elimu. Elimu maana yake nini? Shule. Barabara ilikuwa haipitiki, yote inafika mpaka hapa. Maji ilikuwa ni mtihani, lakini kuna maji nani awamu ya kwanza na maji awamu ya pili, tunakuja kumaliza tatizo la maji. Na ndio maana tunasema mchagueni Samia Suluhu Hassan, Salma Rashid Kikwete na Msagula. Mengine aliyafanya Mheshimiwa Matindila, na mlisikia alivyokuwa anadadavua hapa. Sema msikia ndio aliyofanywa katika eneo letu hili. Magereza ndio ile. Kwa nini tuwe na magereza kama enzi zile za miaka 70 iliyopita? Yani miaka 70, sio 1970, bali miaka 70 iliyopita. Leta ile habari, walikuwa hawajasikia vizuri hawa. Kwa mbaya leo, kwa kuwa kuona ni kuamini. Je, Mheshimiwa Naibu Waziri, ni lini tutafuatana mimi na... Alisema hivi, mimi ni Yanga, mke wangu ni Simba. Alisema mimi ni Yanga, mke wangu ni Simba. Lakini ikicheza Yanga na sherekea huko, tukifika nyumbani tunasalimiana, maisha yanakwenda. Na mimi nikiona amefungwa, Yanga amefungwa, wala sianzi kumchokonoa, natulia kimya. Na yeye akiona Simba imeshinda, ananiambia hongera sana mke wangu, hongera sana mke wangu. Unaona? Kwa hiyo maisha yanafanya nini? Yanakwenda. Wakulima na wafugaji sio maadui. Wote tuko katika nchi hii moja. Tunachotaka ni utulivu na amani katika Nanjime yetu, katika Kitomanga yetu, katika Mchinga yetu. Wakulima oye! Wafugaji oye! CCM oye! Asanteni sana, asanteni sana. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Niamkapo ni heri mama we. Tanzania, 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 ninapokuwa safarini kutazama maajabu, biashara nayo makazi, sitaweza kusahau meme mambo mema ya kwetu hakika. Tanzania, Tanzania, heri yako kwa mataifa. CCM oye! CCM oye! Haya, hapo vipi? Roho do. Haya, sasa baada ya kuyasema hayo, tutahakikisha tunaimarisha mtandao wa barabara Kitomanga, Mvuleni, Dimba, Runyu, Mji Mwema, Mkwajuni, Mipingo ziweze kupitika wakati wote wa mwaka. Tutahakikisha mkandarasi anakamilisha ujenzi wa mtandao wa maji Nanjime ili kufanikisha upatikanaji wa maji ya uhakika katika vitongoji vya Mji Mwema na Nanjime. Aidha, tutaendelea kuwashauri RUWASA waendelee kuboresha
kisima hiki cha Mji Mwema ili huduma ya maji zipatikane haraka. Nani Mkokoi? Hivi kila kitu kama alivyosema mheshimiwa hapa, diwani mstaafu, tatizo la hapa ni nini? Kuhusiana na maji, tatizo ni nini? Tunataka tumalize hili tatizo, isiwe kama kidonda ndugu. Tunataka tumalize hili tatizo, isiwe kama donda ndugu. Tumalize, kwa sababu watu wa Nanjime sisi wenyewe tunayo haki ya msingi ya kupata maji, na mimi ninajitahidi kuhakikisha mambo yanakwenda sawa. Tatizo ni nini? CCM oye! Tunataka tumalize hili tatizo. Msitaki tena kusikia tatizo la kisima cha maji, pampu imetumbukia, sio kufanyaje. Sitaki mimi kuyasikia haya. Pampu ni kitu kidogo sana. Pampu. CCM oye! Tutaendelea kuboresha shughuli za michezo na burudani kwa vijana kama nilivyosema pale jana kwa wale waliokuwepo. Kusimamia suala la mikopo kwa vikundi vya wajasiriamali na watu wenye mahitaji maalumu. Yajayo yanafurahisha zaidi. Na kitu kikubwa na cha mwisho, jana mama tulimwambia akasema ninakichukua, na alisema amekichukua, ili Mchinga tuweze kujitegemea sisi wenyewe. Ni lazima kitu kile nilichomwambia jana kwa waliokuwepo wamesikia. Kama hukuwepo basi, kama ulikuwepo umesikia, na kama ulikuwepo ina maana mna wajibu wa kuambiana kwamba mkutano wa jana wa Mama Samia Suluhu Hassan, yale maombi yetu ameyapokea yote, pamoja na kuwa na halmashauri. Si mlikuwa hapo vijana? Aliyapokea mama. Kwa hiyo tunachohitaji mchague Chama cha Mapinduzi kwa maendeleo endelevu. Kwani nyinyi mnataka maendeleo, mtaki? Hivi kuna mtu asiyetaka maendeleo? Na ndio maana hata wale wenzetu jana wamerudi wakasema sisi tunataka maendeleo, na ndio maana wakarudisha na zile kadi zao, kwa sababu anataka maendeleo. CCM oye! Peni kura Samia, mpeni kura. Umemaliza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki.